Kwanza nataka niwashukuru sana wanachama wetu ambao wametoka sehemu mbalimbali za nchi na wa Dodoma hapa kwa jinsi ambavyo wamejitokeza kwa wingi, na hii inawaambia wanachama wetu kwamba wana jukumu la kihistoria katika nchi hii la kurudisha demokrasi na utawala wa kisheria. Bila hiki chama nchi hii itakufa. Hakuna chama kingine. Tangu tufungiwe kufanya shughuli za kisiasa, hivi vyama vyote vya mfukoni, hakuna chama kinachozungumza kuhusu matatizo ya nchi, hakuna chama kinachofanya mikutano ya hadhara, ni Chadema tu. Maana yake ni nini? Chadema isipofanya shughuli zake, hii ni baraa kwa nchi yetu. Kwa hiyo wanachama wetu mlioko hapa, mjue mna jukumu la kihistoria, sio kwa ajili yenu tu, bali kwa ajili ya nchi yetu, kwa sababu msipokuwepo na chama hiki kisipokuwepo, nchi hii itaangamia. Hilo la kwanza. La pili, juzi mwenyekiti wetu akiwa gerezani ameiandikia mahakama ya rufani as a matter of urgency kusikiliza kesi ya kwake ya uhaini na kuifanyia maamuzi ili atoke au tujue determination yoyote itakayotokea, kwa sababu sote tunajua mwenyekiti wetu alishambuliwa kwa risasi mwaka 2017 hapa Dodoma, akaumizwa vibaya, na kutokana na kuumizwa kwake amekuwa akienda kwenye matibabu na check up kila baada ya muda. Kwa swala la afya yake ni swala ambalo ni paramount, na ndio maana tunalileta mbele ya Watanzania. Ni swala ambalo ni konseni yetu kama chama, ni swala ambalo ni konseni ya Watanzania, kwa sababu huyu ni mtu aliyeumizwa vibaya. Leo ni siku 350, siku 350, mwaka una siku 365, bado siku 15 tu mwenyekiti wetu atakuwa ametimiza mwaka mzima ndani ya kuta za magereza ya Ukonga, kwa kesi ambayo wote tunajua ni kesi ya uongo, kesi ya kutunga, na kesi ambayo watu wanataka wamtishe apige magoti. Tunalizungumza hili na mwenyekiti amelileta kwenye attention, sio kwa sababu yoyote ile, bali ni kwa sababu za kiafya, sababu ya afya yake. Sio kwa sababu hata wangetaka kudrag, angekuwa mzima, hata wakidragi hii kesi miaka 3, hakuna siku tutapiga magoti kama tulivyosema siku ya kwanza. Lakini kuendelea kudragi hii kesi, na hii inaileta kwenu wa Tanzania, lolote litakalompata Tundu Lissu akiwa chini ya hawa watu, watakuwa na sababu ya kueleza Watanzania nini kimetokea na kwa nini wamemshikilia. Na nataka niseme wazi bila kuogopa, haitakubalika. Chama chetu hakitakubali, dunia haitakubali. Kwa hiyo tunaiomba mahakama, kwa sababu kama hao watu wana kesi, wasianze kuzunguka na kuleta sababu moja au mbili au tatu za kuendelea kumshikilia zaidi mwenyekiti wetu mwaka mzima. Ndio maana tunataka hii kesi isikilizwe haraka, ishe mwaka mzima, siku 350. Leo tunapozungumza, kiongozi wetu yuko ndani. Watu waliokuwa na kesi wamechukua miezi karibia 4 pale mahakama ya Kisutu, wanajizungusha tu. Leo tuko mahakamani, wanakuja na appeal ambazo ukiangalia lengo lake ni kupoteza muda. Kwa hiyo hili jambo ni urgent, na tunaiomba mahakama ijitenge nalo. Mahakama itimize wajibu wake wa kuhakikisha inaitisha hii kesi haraka, isikilizwe, tumalizane na hao watu, tumalizane nao once and for all, na mwenyekiti wetu akapate matibabu. Narudia, tangu aliposhambuliwa mwaka 2017 amekuwa akifanya regular checkups za afya yake na kupewa nafasi ya kuonana na madaktari wake bingwa mara kwa mara. Kitendo cha kumshikilia mwaka mzima, kumzuia kupata regular checkups na kupata matibabu anayostahili ni hatari na hatukubaliani nacho, na kama madhara yakitokea, kuna watu watalazimika kujibu. Asanteni sana.